Kutoka Pipeline Mbeya, Tanzania, hii ni James habari, lakini kwanza ni muhtasari wake. Naibu Waziri wa Afya Dr. Godwin Mollel amesema serikali inatambua watu wenye ulemavu wasio na uwezo wa kuchangia gharama za huduma za afya na kwamba wanaendelea kunufaika na msamaha wa matibabu kabla ya kuanza rasmi kwa utekelezaji wa bima ya afya kwa wote. Timu ya kampeni ya msaada wa kisheria ya Mama Samia wilayani Ilala imewataka wanawake wenye tabia ya kuwataka waume zao kuacha fedha nyingi za matumizi bila kuangalia vipato vyao waache. Na serikali ya Israeli inasema imekubali pendekezo la Donald Trump la kusitisha mapigano. Ujambo na karibu kwa taarifa kamili ya habari usiku huu kutoka GMC FM Radio. Mimi ni Ukweni Mwandandinga. Habari kamili. Dodoma. Naibu Waziri wa Afya Dr. Godwin Mollel amesema serikali inatambua watu wenye ulemavu wasio na uwezo wa kuchangia gharama za huduma za afya na kwamba wanaendelea kunufaika na msamaha wa matibabu kabla ya kuanza rasmi kwa utekelezaji wa bima ya afya kwa wote. Akijibu swali la Mheshimiwa Stella Ikupa Alex, viti maalum leo Juni 24, 2025 bungeni jijini Dodoma, alitaka kufahamu ni utaratibu upi unatumika kutoa huduma za afya kwa watu wenye ulemavu wasio na uwezo kabla ya kuanza kutumika kwa bima ya afya kwa wote. Naibu Waziri wa Afya Mheshimiwa Dr. Godwin Mollel amesema serikali imekuwa ikiwahudumia watu wa makundi maalum ambao hawana uwezo wa kiuchumi kwa kuzingatia sera ya afya ya mwaka 2007. Aidha amesema kuwa makundi mengine yanayonufaika na msamaha huo ni wazee wasio na kipato, watoto wenye umri chini ya miaka 5, wanawake wajawazito, watoto wanaoishi katika mazingira hatarishi pamoja na wagonjwa wa magonjwa sugu kama saratani, HIV, AIDS, kisukari, pumu, selimundu, kifua kikuu, ukoma na magonjwa ya akili. Waziri wa Mipango na Uwekezaji Profesa Kitila Mkumbo amesema licha ya misukosuko ya kiuchumi duniani, uchumi wa Tanzania umeendelea kuwa imara na haujawahi kushuka hadi kuwa hasi kama ilivyoshuhudiwa katika nchi nyingi duniani, hususani mwaka 2020. Akihitimisha hotuba ya bajeti ya serikali kuu bungeni, Profesa Mkumbo amesema wakati wastani wa ukuaji wa uchumi duniani mwaka 2020 ulikuwa 2.7%, nchi zilizoendelea zikiwa ni 4% na nchi zinazoendelea ni 1.7%. Tanzania iliendelea kustahimili misukosuko hiyo kwa kuwa na ukuaji chanya. Hata hivyo amesema nchi za SADC zilishuka 4.5 mwaka 2020, lakini sisi hatujafikia kiwango hasi. Uchumi wetu umeonyesha ustahimilivu wa hali ya juu, amesema Profesa Mkumbo. Mkumbo ameongeza kuwa hata mfumuko wa bei umeendelea kuwa chini ya 5% tofauti na nchi nyingi za ukanda wa SADC na EAC. Amesema katika kipindi cha miaka 20 iliyopita uchumi wa Tanzania umekuwa kwa wastani wa 6% kwa mwaka huu, huku lengo likiwa ni kufikia ukuaji wa 10%. Vile vile amesema serikali inalenga kufikia uchumi wa dola trilioni 1 ifikapo mwaka 2050. Mkurugenzi msaidizi wa mashirika yanayofanya biashara kutoka ofisi ya msajili wa hazina amesema wakati uzinduzi wa mitambo ya wachimbaji wadogo na vitendea kazi vya shirika la madini la taifa STAMICO jijini Dodoma, amesema kwa hatua iliyofikia hivi sasa STAMICO inaweza kujitegemea kwa 1% na bado likawasilisha gawio la serikali. Amesema sio jambo rahisi kwa mashirika kuwasilisha 80% ya mapato yake kwenye miradi ya maendeleo na kisha kutumia 20% pekee kujiendesha, lakini STAMICO imeweza kufanya baada
ya maboresho yaliyofanywa ndani ya shirika hilo. Aidha, amesema licha ya mafanikio hayo, STAMICO imeweza kujitegemea kwa 100% kutoka utegemezi wa 100% serikalini. Sasa wanaitegemea serikali kwa 0%, kwa maana STAMICO inaweza ikasimamia shughuli zake za ulipaji wa mishahara kwa wafanyakazi 100%. Hata hivyo, amesema kuwa serikali ilikuwa inabeba mzigo wa mishahara, lakini pia katika fedha za miradi ya maendeleo katika mashirika mengine ya umma ambayo ofisi ya msajili wa hazina inayo